Hili ambalo linazungumzwa pia la Simba kuandika barua kulalamikia masuala ya uwanja, liko vipi semaje? Kwa sababu hatujasikia kauli kutoka kwa afisa yoyote ndani ya Simba. Kwanza nikiri, ni kweli tumeandika barua kwenda bodi ya ligi, na sio barua ya kulalamika, ni barua ya kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa kikanuni. Mkubwa halalamiki. Sasa sisi Simba tumlalamikie nani? Hamko kwenye hizo level za kulalamika. Yani sisi tumlalamikie nani? Yani nani wa kutuonea? Sababu kulalamika ni umeonewa alafu unalalamika. Sasa sisi wa kutuonea nani nchi hii? Kwa hiyo sisi tunaandika barua, ni kweli tumeandika barua kwa ajili ya kutaka kupata ufafanuzi wa kikanuni. Muda okay. Hii treni yangu hii. Kwa hiyo watanisubiri tu. Kwa hiyo tumeandika barua ya kutaka kupata ufafanuzi juu ya baadhi ya mambo kuelekea katika mchezo wetu wa dabi tarehe 1 ya mwezi wa 3, na hatungependa kuyaanika wazi ama kusema wazi ni mambo gani ambayo tunahitaji kupatiwa ufafanuzi, na tunafanya hivyo kwa ajili ya kuepusha taharuki. Mechi ya Simba na Yanga ni mechi kubwa, ni mechi ambayo inabeba hatma ya vitu vingi. Kwa hiyo tusingependa kukimbilia kwenye jamii, sababu inaweza ikapokelewa vibaya, ikatafsiriwa tofauti, na hatimaye ikaleta taharuki, ikaleta mtafaruku, na ikaharibu taswira yenyewe ya mpira wa miguu katika nchi yetu, na kuharibu na mechi yenyewe ya dabi. Kwa hiyo tumeandika hiyo barua, imekwenda bodi ya ligi, na bodi ya ligi wameshatujibu, wametupa ufafanuzi, mambo yanakwenda vizuri kweli. Hatuna mashaka, mambo ya kuridhika mpaka nipewe mwongozo na viongozi wangu, lakini niseme tu ya kwamba tumeshaandika barua, tumeshapata majibu, mambo mengine yanaendelea. Sababu itafsiri kama mnaogopa Guantanamo kama mnaogopa. Sisi hatuogopi popote, lakini tunataka tupate uhalali wa kisheria, uhalali wa kikanuni juu ya maamuzi haya. Na changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni kuona taarifa ya mabadiliko ya uwanja inatolewa kwanza na klabu husika badala ya mamlaka husika. Tunachofahamu sisi utaratibu ulivyo ni kwamba mabadiliko ya uwanja, mabadiliko ya muda wa mchezo, mabadiliko ya ratiba yanatolewa kwanza na mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Haijawahi kutokea, hii ndo mara ya kwanza klabu inatangaza mabadiliko ya uwanja kabla ya mamlaka husika, kwa maana ya bodi ya ligi. Hapo ndiko ambapo sisi tunaona ipo shida, na tukaomba kupata ufafanuzi kutoka kwa bodi ya ligi, na bodi ya ligi katujibu, na mambo yanakwenda musana. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna changamoto yoyote, tunataka tu kupata ufafanuzi, mambo mengine yaendelee. Ninachofahamu mimi na utaratibu ulivyo, mabadiliko yoyote yanatangazwa na bodi ya ligi na sio klabu husika ama afisa wa klabu husika. Siku hadi siku amezidi kuwa bora, siku hadi siku anazidi kuisaidia Simba yake, lakini tunakwenda Dodoma kucheza na Tanzania Prison, watu wagumu kweli, tukiwa na Greece, tukiwa na kilainishi ambaye ni mwamba wa Usaka, Clatous Chota Chama atakuwa katikati ya uwanja pale kwa ajili ya kuwalainisha Tanzania Prison ni wagumu kweli. Kazi ya Chama ni kuwalainisha, ni kuwafanya watepete, alafu anampa kazi Selemani Mwalimu, anakwenda kufunga. Itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo wana Dodoma wataenjoy na wana Simba watafurahia pakubwa sana. Lakini kama haitoshi, tunakwenda kumintroduce kwa mara ya kwanza Nixon Kibabage katika uwanja wa ugenini kule mkoani Dodoma. Anakwenda kuonesha ubora wake, pamoja na kwamba mazingira ya uwanja hayawezi kuwa rafiki sana
lakini mtu kama Anicet Oura ambaye kwenye mguu wake kuna nta, unajua nta? Kuna nta, mpira unanasa kwenye mguu wake, hata akicheza kwenye matuta hawezi kupoteza mpira, bado Anicet Oura ataonesha ubora na kiwango cha hali ya juu kweli kweli katika mchezo wetu. Kimsingi ni kwamba tunakwenda kuifurahisha Dodoma, tunakwenda kuwafurahisha wanasimba. Hiyo ni mechi dhidi ya Tanzania. Kibabage ni mchezaji mzuri, bahati mbaya hakuwahi kupita katika timu sahihi kwa upande wake. Unajua hata wewe Petro unaweza kawa ni mtangazaji mzuri, lakini haujapata media nzuri ya kufanya ama kuonesha wewe kuwa mtangazaji mzuri. Kibabage hakuwahi kupata a clear platform ya kumfanya aoneshe kiwango chake. Sasa amepata sehemu sahihi, amepata timu sahihi na ameonesha kiwango chake, na kila mmoja haamini anachokiona kwa Nixon Kibabage. Ya Dodoma Jiji, wenyeji Dodoma Jiji ni timu ambayo tunaifunga kila siku, lakini kuifunga Dodoma Jiji kila siku huwa tunaifunga kwa tabu kweli kweli. Hakuna mchezo umewahi kuwa mepesi mbele ya Dodoma Jiji, na ndio maana hata ukiangalia margin ya ushindi baina sisi na Dodoma Jiji 1-2-1, yani inakuaga vita kweli kweli. Na kama sikosei ni mechi 3 zimeenda mtawalia, ushindi wetu mbele ya Dodoma Jiji huwa ni bao 1 pekee. Hiyo ni kuonesha kwamba ni mpinzani mgumu, na hivi sasa timu yao imeimarika zaidi, wana top golie pale golini, kwa maana ya Ali Salim anaifanya mechi hii inakuwa na upinzani, na ni mechi ngumu kweli kweli. Ni mtoto wetu wenyewe, tumemlea wenyewe, tumemkuza wenyewe, tumempa ubora wenyewe, na sasa anafanya kazi kubwa na wanadodoma, na tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa upande wetu kwa sababu ya aina ya wachezaji waliopo Dodoma Jiji. Na nani huyo? Umewahi Latifa? Unalala sana mama, unasahau hadi kazi. Baba shwari. Wanae pale Edgar. Edgar najua, na nimeanza kumfuatilia tangu akiwa na Mbeya Kwanza. Of course alifanya vizuri, baadaye akaja mpaka sasa hivi yuko Dodoma Jiji na ndio kinara mabao bila shaka. Sasa kucheza na timu ambayo ina kinara wa mabao ndani yake sio jambo jepesi hata kidogo. Ni lazima wakina Rushain Dorok, lazima wakina Ismail Traore, Mwili Jumba wafanye kazi kweli kweli ya kumzuia Edgar. Yani unafanya kazi ya kuizuia Dodoma Jiji na unafanya kazi ya kumzuia Edgar Williams, kwa sababu ni mshambuliaji. Kwanza ana nguvu ana nguvu, ana speed, alafu ana maarifa makubwa kweli kweli. Na inaweza ikawa ni mechi ambayo tukamuona Kante na Soa akirejea, manake kwa kumbukumbu zangu nikihesabu ni kama mechi 5 zitakuwa zimemalizika. Mechi na Dodoma Jiji Yes. Mechi dhidi ya Tanzania Prison ndio itakuwa mechi ya mwisho wao kuikosa. Baada ya hapo mechi ya Dodoma Jiji watarejea ulingoni. Umeridhika kuzungumzia Prison na Dodoma Jiji? Na nyinyi mmeridhika? Sisi sema hili mechi na Prison ikoje? Niwaelezee namna gani tunakwenda kumkabili Tanzania Prison. Mechi na Dodoma Jiji sasa mjaniuliza, yani niulizeni vizuri tuzungumze, siachwi. Muda bado. Nasikia hapa wanafunga mlango baada dakika 5 kabla. Mimi nitaenda bado dakika 6. Yani naingia na mlango unafungwa. Kwa hiyo bado muda tunao, tuulizane maswali mengi kuhusiana na mechi ya Dodoma Jiji na mechi ya Prison. Kama ulikuwa nami ya kumzungumzia ni Setiora, maana yake umeona kama tumekuzungumza sana hamjaniuliza mambo yote. Chama tunamzungumzia Morris Abraham, tunamzungumzia. Sasa hiyo inakuwaje interview hujamzungumzia Chama, hujamzungumzia Selemani Mwalimu? Hiyo inakuwaje interview? Imagine yazungumzia ni Setiora.
Anicet Oura sijamtaja kwenye interview nzima. Wao wanakimbilia mambo ya dabi kweli? Tumalize kwanza mambo ya hii mechi yetu, mechi mbili hizi, alafu tuje kwenye mambo mengine. Sawa, semaji kutokana na uwanja ambao mnakwenda kuutumia kucheza dhidi ya Dodoma Jiji, wamekuaga na mchezo mgumu sana mkikutana nao nyinyi. Pengine kwa hilo mmejipangaje kuhakikisha kwamba mnapata alama 3? Kwanza kabla ya kuzungumzia mechi ama mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, tuzungumzie kwanza mchezo dhidi ya Tanzania Prison, kwa sababu Dodoma tuna michezo miwili. Tunaanza na Tanzania Prison tarehe 22 saa 3 usiku, alafu tunakuja kucheza na Dodoma Jiji tarehe 25 saa 1 usiku. Prison na mechi kama 9 hajapata matokeo. Prison mechi na Tanzania Prison ina pande mbili. Kwenye makaratasi ni mchezo mrahisi sana. Yaani ukikaa ukaangalia msimamo wa Karim Boimanda, unaiona Tanzania Prison yuko dhofi hali, yuko hohe hahe, ana maisha magumu, yuko apeche, yani muda wote anakata roho. Lakini ukija ukiangalia Tanzania Prison kwa upande wa pili ni timu ngumu sana. Ogopa timu ambayo imeshazoea kupigwa, inapigwa mpaka inakuwa sugu. Kwa hiyo Tanzania Prison ameshakuwa sugu, ameshakutana na vipigo vya aina tofauti, vimemkomaza, vimeshamfanya amekuwa sugu, hasikii maumivu tena. Kukutana na timu ya namna hiyo inakuwa ni ngumu sana, hana cha kupoteza. Lakini Tanzania Prison hajakata tamaa bado anaamini ana uwezo wa kupambana, na ukiangalia ligi bado iko wazi. Anaamini Prison ya kwamba anao nafasi ya kuamka na kupigania nafasi yake ya kubaki katika ligi kuu ya NBC. Sasa wapi ambapo anatafutia kuamka? Anatafuta kuamka kwa mnyama Simba Sports Club. Hapo ndipo ugumu wa mechi sisi na wao inapokuja. Prison anaamini akipata ushindi mbele ya Simba Sports itampa relief, uplift na kumongezea confidence ya kupambana katika kupigania pumzi yake na uhai wake. Hapo ndiko mechi inapokuwapo. Lakini pamoja na ubovu alokuwa nao Tanzania Prison kwa siku za hivi karibuni, siku zote mechi ya Simba na Prison inakuwaga ni mechi ngumu kweli. Hapo inatufanya sisi twende kwenye mchezo huu tukiwa na machare, tukiwa na umakini, tukiwa na tahadhari ya hali ya juu kweli. Tunajiandaa kwenda kumkabili Tanzania Prison, na sisi hatumuoni Prison kama ni kibonde au ni mbovu. Tunamuona Tanzania Prison kama timu tishio ambaye anaweza kwenda kutusumbua. Tunapomwangalia Prison kwenye msimamo, tunaupindua juu chini. Tunamuona Prison yuko juu, alafu wengine wanafuata. Tunampa heshima hiyo ili tujiandae vizuri kwenda kumka. It's not a game, it's a rich thing.